kukumbuka kazi ya msalaba. Na meza Bwana alianza tangu zamani. Hapa kwenye tumesoma historia ya Israeli walikuwa wanatoka kwa nchi ya Misri wakielekeza Kanaani. Wakati walikuwa wanatoka, Mungu alisema kila familia wakamate mwana kondoo waweze kuyachinja na kuchukua damu na kuiweka kwenye mlango juu na upande yote mbili, ya kwamba wakati malaika mauti anapopita usiku asiwezi kupiga mtu yote katika ile nyumba. Haleluya! So katika meza Bwana kitu kubwa ambayo inatunarisha sisi ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu imeunganisha makabila mbalimbali wawe moja katika Kristo. Damu ya Yesu imeunganisha lugha mbalimbali, rangi mbalimbali, kuvunja ukuta uliokuwa katikati yetu ili tuwe moja katika Bwana. Shangilia Bwana kwa makofi. Kama sote leo tumekutana hivyo ni kwa sababu ya nguvu ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu ina nguvu. There is power in the blood of Jesus. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaondoa dhambi. Damu ya Yesu inapatanisha wandugu ambao hawakuwa nasikilizana. Damu ya Yesu inaleta upendo katikati ya wandugu ambao walichukiana zamani. Na damu ya Yesu imetupatanisha kisi tulivyo hapa. Haleluya. Hapa tuko lugha mbalimbali, kabila mbalimbali, lakini damu ya Yesu imetufanya sisi kuwa moja. Ningechapia Bwana makofi. So kama tunashiriki meza Bwana, ni maana yake kusema tunashangilia kazi ya msalaba. Tunasema asante Yesu kwa kazi ya Golgotha. Amen. Na mbele ya damu ya Yesu hakuna dhambi ambayo inasimama. Damu ya Yesu inasafisha dhambi yote kwa sababu ina nguvu. Yaani ni produit ambayo inaweza dhambi. Maproduit yote hakuweza kuweza dhambi, lakini damu ya Yesu ina nguvu ya ajabu kuondosha dhambi yote hata isionekane tena mbele. Ili kitu cha kwanza tumesema hapa. Yaani damu inazuiza mauti. Damu inazuiza adui kukugusa. Damu ya Yesu inazuiza hata wachawi wasikuloke. Sema damu ya Yesu ina nguvu, ina uwezo ya kunichunga na kunilinda. Kanisa la Bwana kama loko hali kutoka Janvier mpaka Desemba 2025 ni nguvu ya damu ya Yesu. Nasema ni nguvu ya damu ya Yesu. Unajua vitu ngapi waliweka mbele kwa barabarani? Unajua vitu ngapi waliweka kwa kiingilio ama kwa geti yako kwenye kuingilia kwa parcel yako? Kuna vitu vingi waliweka, lakini damu ya Yesu imezimisha ile vitu vyote. Haina uwezo chako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alisema mtatumia damu ya kondoo. Leo tunatumia damu ya Yesu. Haleluya. Unaporudi nyumbani pakatu damu tu kwa mlango yako. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kwa geti yako weka tu damu ya Yesu. Usiku habata kuloga kwa jina la Yesu. Semeni amen. Na kitu cha pili alisema kwamba mnapochinja ile kondoo mtakula nyama yake, sio kutokotesha nyama, lakini na Kiingereza unasema roasted meat. Roasted meat ni kusema nyama ambayo wanaweka juu ya makaa, ambao wanafanya kama grille, hicho mtakula, ambao haina damu tena ndani, hicho mtakula. Na ni mfano ya mwili ya Yesu itateseka, itapata figo, itasauliwa kwa ajili yako na kwa ajili yako. Haleluya. Na ya tatu nasema mutakula pia mamboga machungu. Mamboga machungu inaonyesha kwamba mlifanya 430 miaka 430 katika Misri, na leo mnatoka. Leo machungu yamekuwa matamu. Haleluya. Yani hamtona uchungu tena. Yani ile mboga mchungu inaonyesha mliishi uchungu, lakini kuanzia leo uchungu imeisha. Ninakutangazia uliishi uchungu kwa 2025, kwa 2026 hakuna uchungu. Nasema hakuna uchungu. Iwe nyumbani mwako hakuna uchungu. Iwe kazini hakuna uchungu. Iwe katika ndoa yako hakuna uchungu. Leo tuna celebrate za Bwana kuondosha uchungu yote ambao ilivamia maisha yako. Ningelikuwa wewe ningetapia Bwana wako. Na ile nyama ambayo walikula ndio mfano ya mkate ambao tunaenda kushiriki sasa. Hapa tunashiriki mkate, tunashiriki mvinyo na mboga mchungu. Maana yake ni kusema mateso.
ya Yesu msalabani. Yaani tunazunguka meza kwa sababu tunakumbuka wokovu wetu kulitoka. Wokovu tulitoka na mateso makubwa. Ndio maana leo hatufanyi siaka na wokovu. Mimi niliokoka nikiangali kijana. Ndipo niliokoka, kabla mimi kuokoka nilikuwa na Yesu msalabani. Kwenye maono, haikuwa ndoto. Kwenye maono nikaona mwanaume mkubwa hapa msalaba. Nilipotoka kwenye maono, asubuhi kabisa nikaita mtumishi wa Mungu. Nikasema ni kwamba Mungu ananitafuta kwa wokovu. Nikatubu dhambi zangu. Na tangu ile siku mpaka leo nimemshika Yesu katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mateso Yesu msalabani nafaa ikwambie kitu. Kama leo Mungu anakuvumilia, unafanya mabaya, Mungu hawezi kukupiga, ni kwa sababu anaangalia msalaba Yesu. Alikuja kama mwana kondoo, lakini siku ya hukumu dunia Biblia inasema atakuja kama simba. Ile siku kutakuwa na huruma tena. Alafu wewe ambao hapa ni mla mzuri ya kutengeneza. Katika Wakorintho Biblia inasema nini? Kila mmoja ajichunguze kabla ya kutumia, kwa sababu ili vyombo vimeombewa na vimetakasika. Na kwa sababu ya hiyo haviko tena kawaida jinsi unaweza kuwazia. Imesha kutakasika, ni safi. Yaani mtu ambaye ni mgonjwa akiyakula na roho yake ni safi na Mungu atapata uponyaji. Na nasema utapata uponyaji. Kwa Korinto watu waligonjwa magonjwa sana kwa sababu watu walifuna meza Bwana na zambi. Kwa maana Paulo alisema wengi kati yenu ni wagonjwa, wengine wamelala. Maana fulani wengi walikufa kwa sababu walikula meza Bwana na zambi. Na wengi waligonjwa kwa sababu magonjwa yalitokana kukula meza Bwana na zambi. Huko mlosi unakula meza Bwana. Unaziruka usiku mpaka hapo kwa meza Bwana. Ugonjwa wezi acha wewe. Haleluya. Kama tumbo ya watu hapo unafika kula meza Bwana. Wewe watapata testimony wezi acha kwa. Non, c'est la Bible. It is the Bible. Iko ndani ya Biblia. Magonjwa mengine iko tu kwa sababu mtu anakataa kutoka kwa kweli. So wewe uko hapa, kuna mambo fulani ulifanya katika maisha. Unaona kwamba hujatengeneza. Okay, ujizuize. It is okay. Uliko tuaje katika hospitali blanco mbele kila mara, ujizuize. Usikule. Juu utaingia kuserumu haki. Mimi basi na wengi wameona usaidizi. Alafu haleluya. Sina rime unapiga watu masiku hizi yako utapita mara 10. Jiani unakata unakula meza Bwana sana. So wakati ile vitu vimeombewa vimekuwa sawa. So wakati unakula na uko sawa, kitu ambacho kitatokea kwako ni kwamba kuna neema itazidishwa juu yako. Upako wa Roho Mtakatifu utakuwa juu yako. Na hakuna adui atakuweza. Kwa maana utatembea pamoja na Bwana. Shangilia Bwana.